Hello, habari? Salama. Unaendeleaje? Naendelea vizuri, wewe? Yuko salama kabisa. Umemaliza miezi 6. Nakwambia unaendeleaje na kazi? Naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Kuna changamoto yoyote? Hapana. Umetimiza nusu mwaka, hongera. Asante. Nimempigia madam hapo, naona hajapokea. Nilikuwa nataka kujua nipate mrejesho sasa utendaji wako wa kazi na nidhamu yako. Kwa hiyo nimemtumia ujumbe, nadhani atatutafuta. Lakini kwa upande wako sasa uniambie kama kuna changamoto yoyote ama kuna nini? Hapana, kwa kweli sijaona changamoto yoyote. Hakuna changamoto? Okay. Na unajionaje kwenye utendaji wako wa kazi? Uwaga unaongea na bosi wako kupata mrejesho vitu ambavyo unavifanya, kama anapendezwa na unavyofanya? Ila bosi wangu anakuwa busy, ila mara chache akifanya kitu ananipongeza, hongera kama nikifika na ananiambia chakula kitamu. Ila mara chache sana, na anakuwa busy sana. Okay, mara mwisho nilipoongea naye alisema unaendelea vizuri, hamna changamoto yoyote. Haya, sawa basi, endelea kupambana. Uzuri wewe ni mtu ambaye unahudhuria sana kwenye workshop zetu. Workshop ya mwisho mlijifunza kuhusiana na thamani. Kwa hakikisha hiyo workshop yenyewe umeanza kuifanyia kazi au unakuja tu kuonyesha kama umefika. Yaani kama workshop mbili hivi sijaje. Ukija unaenda kuyafanya hayo unayofundishwa au unakuja tu? Nafanya. Haya, sawa basi, endelea kupambana, endelea kuonyesha thamani kwenye kazi yako. Usibaki tu ukarelax kwa sababu level yako ni traditional, kabaki hapo. Natakiwa ukimaliza mkataba, hata tukimwambia bosi wako huyu dada unampromote kwenye mshahara wa juu, hata anaona kabisa unastahili kulipwa zaidi. Haya, sawa. Kama kuna changamoto yoyote basi tutawasiliana. Aidha utatuma ujumbe, utapigiwa au utapiga simu. Ukiona umepiga inatumika, basi utaandika ujumbe alafu utarudiwa. Asante madam. Haya, asante sana. Nikizungumza na bosi wako kama kuna chochote basi nitakurudia kwa ajili ya kukupa feedback zako. Haya, asante sana. Nikutakia siku njema na majukumu mema. Asante. Haya, asante.